Amani ya Mungu iwe juu yenu, baba yangu, mama yangu, wakubwa zangu, wadogo zangu. Karibuni sana kwa ndugu yenu hapa Mfarisayo TZ, Christian Clement Masilegiti, the biggest man on the earth is Christ. The golden man. Ebana, kila mtu ana ulazima wa kumshukuru Mungu kwa kumjalia kuwa mpaka muda huu yuko hai, anapumua, anafanya mambo yake, anakwenda na kila kitu kinakuwa kiko sawa sawa. Sasa nadhani kama ni mfuasi wa channel yangu ambaye unaangalia video hii, si vizuri kama utakuwa huja subscribe kwenye channel hii na ukawa ni mtu ambaye una like his content na una share pia na una comment hapo chini, ili ninapokuwa napitia basi niweze kujua nini kinachoendelea, kama tuko pamoja au vipi. Katika channel hii tunaendeleza mwendelezo wa swali gumu sana ambalo watu wengi wamekuwa wakizunguka, yani wakibiti around the bush, kuhusu lazima la uwepo wa Mungu. Sasa katika siku hii ya leo tuliishia kwenye wakati ambao episode ya mwisho ambao ni ya 5 inazungumzia swala zima la Adam na watu wake, mpaka kafikia muda Adam akawa amekufa. Baada ya kufa Adam, tukajua kwamba alizikwa maeneo ya Iraq pale Baghdad, Iraq, ambapo mpaka kesho kumbukumbu za nabii wa Mungu Adamu zipo Iraq pale. Kwa hiyo huyo ni mtume wa kwanza ambaye tunaona kwamba alikaa Uarabuni. Kiufupi alikaa kwa Waarabu kule, kwa sababu Iraq hiyo na maana yake ya jirani, hiyo ni Middle East, ni Afrika, ni Mashariki ya Kati. Ni Middle East, ni Mashariki ya Kati, ambako wakazi wa pale ni Waarabu. Lakini pia leo nitaendeleza pale ambapo nimeishia kwenye episode 5. Episode ya 5 ambayo ilipita tulikuwa tumefika kwamba Adam sasa kashafariki, jamii ikaendelea kuishi wakiwa katika utiifu wa Mungu, na vikapita vizazi na vizazi. Mwisho kabisa kwenye vitukuu vya watoto wa Adamu, kukaibuka fikra ya kuwa ya uabuduji wa masanamu ambayo yalikuwa ni ya watu wema kabisa wa kipindi kile ambacho si mbali sana kutoka kwa Adam alipokuwa amefariki. Walikuwa ni watu wema. Masanamu yalikuwa kiabudiwa yalikuwa ni ya watu wema ambao walikuwa wakiishi katika miji hiyo, ambapo shetani, kwa sababu yeye ni mtu wa mipango ya muda mrefu, aliwatokea watu wa kipindi hicho waliokuwa ni wema pia, akawashawisha kuwaletea wazo ambalo wenyewe waliona kwamba si baya. Wazo la mtu mwema kuwa amefariki, likajengwa sanamu lake hapo alipozikwa, au kwenye mji ambapo yeye alikuwa akiishi kama kumbukumbu na kumuenzi. Wakaona ni kitu ambacho sio kibaya, lakini kumbe shetani alikuwa na mipango yake, kama nilivyokuambia kuanzia kwenye episode zilizopita hapo zilizotangulia, kwamba shetani aliahidi kwamba kwa kuwa umemfanya Adam kuwa ni bora kuliko mimi, akimwambia Mungu kabisa ana kwa ana kwamba kwa kuwa umempendelea Adam kuwa ni bora kuliko mimi, na yeye ndo amekuwa sababu ya wewe kunitoa mimi kwenye huruma yako, basi kwa hakika nitamkomalia sana, nitahakikisha afuate njia yako. Hiki ni kiapo ambacho shetani alikula mbinguni, na Mungu akasema, toka shetani. Umeona, toka shetani, kwa hakika wewe umelaaniwa, haupo tena kwenye rehema zangu, na yeyote ambaye utafanikiwa kumrubuni na akafuata vile ambavyo unataka,
nitaijaza jahannam kwa nyie wote wawili, wewe shetani na huyu mfuasi wako ambaye atakubali utapeli wako na uongo wako huo. Basi mambo yakapita hapo, ikafikia kwenye pointi ambayo Adam pia akiwa peponi, kwa maana ya bustanini, akapewa maelekezo na Mungu kwamba unaweza ukala katika sehemu zote, lakini huo mti usile katika mti huu. Ikaenda Adamu akateleza kwenye hilo jambo, akawa amekula ule mti. Kwa hiyo Mungu akawa amemfukuza na yeye pia bustanini, yeye na mkewe wakafukuzwa, wakaletwa katika ardhi hii, na wakaambiwa kabisa kwa hakika shetani kwenu nyie ni adui wa wazi. Shetani ni adui yenu nyie. Yeye kawafanya nyie kuwa ni maadui, basi na nyie pia mfanyeni shetani kuwa ni adui. Basi ikapita miaka sasa, kikaja kizazi cha mbali kutoka alipokufa nabii wa Mungu Adamu, kikaangukia kwenye ibada ya kuabudia yale masanamu ya wale watu wema waliokuwepo kipindi cha nyuma kabla yao. Sasa Mungu akaamua kumchagua mmoja katika ile jamii ya wale waliokuwa wanaabudu masanamu. Akamchagua mtu mmoja anakuwa anaitwa Nuhu, akampa utume. Mtume ni mtu ambaye anapewa ujumbe kutoka mbinguni ili aufikishe ujumbe huo kwa watu ambao wako ardhini hapa. Kwa hiyo mtume ni mtu wa katikati baina ya Mungu na viumbe wake na binadamu wake. Kwa hiyo Nuhu bwana akapewa utume, na vitu ambavyo aliambiwa Nuhu, waambie watu wake kwamba acheni kumwabudia Mungu, acheni kumwabudu Mungu pamoja na haya madude. Haya yatakikana kuabudiwa, anatakiwa kuabudiwa ni Mungu pekee asiyeonekana. Na Nuhu akawaambia kwamba nyie watu wangu, nyie hamna Mungu isipokuwa huyo ambaye yeye amekuumbeni nyie na waliotangulia kabla yenu, kwa maana ya wazazi wenu na babu zenu. Muogopeni yeye na mumfanyie ibada. Hicho ndicho kitu ambacho Nuhu alikuwa akiwaambia watu wake. Watu wake bwana wakamwambia, hakika sisi tunaona wewe mzee una matatizo. Sisi tunakuona wewe Nuhu kichwani hauko sawa sawa. Mambo ni mawili, aidha wewe ni mwehu mwenda wazimu, au kichwani kwako kuna shida, na sisi tunaamini kabisa kwamba wewe ni muongo. Yaani wewe unatuita tumwabudie Mungu ambaye hatumuoni, wakati sisi tumekuta ibada hii tumeshaambiwa ni wazee wetu walikuwa wakiabudia hapa. Shetani tayari alikuwa ashaongopea kwamba mnajua alichokuwa wakiabudia, mnajua wazee wenu walikuwa wakifanya vipi ibada, kwa sababu wao walikuwa ni kizazi cha mbali kidogo, wakawa hawaelewi. Shetani akawahadaa, akawaambia wazee wenu walikuwa wakiabudia haya masanamu. Kwa hiyo wakawa wanamhoji Nuhu kwamba yani wewe unatushawishi sisi tufanye ibada kwa tusiyemuona, wakati tufanye ibada kwa yule ambaye hatumuoni, wakati wazee wetu tumekuta walikuwa wakiabudia haya masanamu ambayo sisi tunaabudia sasa hivi. Kwa hiyo wakampinga Nuhu na wakajiona kwamba wao ni wajanja. Wale jamaa wakampinga Nuhu na wakajiona kwamba wao ni wajanja katika upingaji wao. Nuhu bwana hakuchoka, akaendelea kuwapitia mmoja baada ya mwingine, na kwa muda mwingine pia alikuwa akiwafuata hata kwenye mikusanyiko ya masoko, kama ambavyo wanavyofanya wa baadhi ya watu kujitolea katika makanisa haya ya Kikristo, ambayo unakuta hadi kwenye daladala umepanda zako gari, labda unatoka zako labda
mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, unachangana ingia mtu Bwana Yesu asifiwe, maneno mengi, yani wale wahubiri wale, na wengine wanakuwa masokoni, manjiani, nyie mnafahamu zaidi. Basi hivyo ndivyo Nuhu alivyokuwa akifanya, kuwafikisha watu ujumbe wa Mungu. Popote ambapo kuna mkusanyiko wa watu wa Mungu, alikuwa akiwapelekea huo ujumbe kwamba nyie acheni kuabudu masanamu kama Mungu. Nyie mna Mungu ambaye haonekani na hamna Mungu mwingine tofauti na yeye. Muabudi, mfanyeni ibada na muogopeni yeye peke yake. Nuhu akapata upinzani mkali sana. Ikafikia pointi, kwa sababu Nuhu alikaa muda mrefu, kwa sababu katika muda tu wa mahubiri kuwaambia watu ni kitu gani ambacho Mungu anataka na kitu gani ambacho Mungu hahitaji, Nuhu alitumia takriban miaka 950. Sio umri wake, yani kwamba eti umri huo ni muda ambao ameutumia kuhubiri maneno ya Mungu, kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu wake. Miaka 950. Nadhani sasa utaona ni kiasi gani watu wa zamani walikuwa wakikaa muda mrefu sana. Sasa wewe unajeuri gani? Miaka 60 tu, 70, 20, huna mpya. Wakati Nuhu alitumia zaidi ya miaka 930, yani takriban miaka 950 akifikisha neno la Mungu kwa watu wake. Watu wakawa wanampinga sana. Ikafika pointi mzazi